Asubuhi ya Jumamosi ilianza kwa mwanga mtulivu wa jua lililochomoza juu ya majengo ya jiji la Dar es Salaam. Jiji lilikuwa tulivu. Jiji lilikuwa linaamka polepole. Honi za magari, pikipiki, bajaji, hata kengele za baiskeli. Pembeni mwa barabara ni harufu tu ya mandazi, vitumbua, chapati, supu na vitu vingine kama bagia, sambusa. Si mnalijua jiji la Dar es Salaam, kila kitu asubuhi kinakuwa kiko barabarani. Ndani ya gari jeupe aina ya Toyota alikuwepo Rose, msichana wa miaka 20, mweusi, mrembo. Rose alikuwa msomi, amevalia mavazi ya kiheshima lakini mavazi ya kisomi. Maana yake ni suti juu na chini. Alikuwa amekaa katika gari yake akiendesha, lakini muda si punde akafika katika eneo la soko. Rose alikuwa mrembo wa asili wa Kiafrika, mwenye sura ya duara, laini, macho yenye upole na tabasamu lililoweza kumfanya mtu asahau shida zake. Alikuwa na shepu namba 8, si kwa kujivunia bali kama zawadi ya maumbile na aliyopewa na Mwenyezi Mungu. Alijifunza kujipenda bila kiburi. Alikuwa anajijali kweli kweli. Muda mwingi alinukia, alijipodoa na kupaka cream na lotion za bei ghali. Aliishi katika jiji la Dar es Salaam katika nchi ya Tanzania. Kwa muda mrefu alikuwa amezoea maisha ya kasi, yani kazi tu. Ratiba ndo ilikuwa ndoto zake za baadaye, hivyo alidumu katika ratiba. Mipango yake aliipanga vyema. Mifumo ya maisha aliiandaa siku moja kabla. Siku hiyo alikuwa amepanga kwenda sokoni kununua vitu mbalimbali vya nyumbani. Kufika sokoni alipaki gari lake pembeni mwa barabara ya mjini kabisa, karibu na soko lililokuwa na kelele za wauzaji waliopaza sauti wakitangaza bidhaa mbalimbali. Alipokuwa akitoa mkoba wake alijipanga kushuka, ghafla alihisi mkono mgumu ukimvuta nguo yake. Alishtuka. Moyo wake uliruka kwa mshangao, lakini alijawa na hasira. Aligeuka kana kwamba mtu anayetaka kujua ni nani huyu. Yeye alihisi ni mwizi alikuwa anataka kuchukua mkoba wake. Hivyo aligeuka kwa hasira na tahadhari. Alipogeuka lakini mbele yake akaona tofauti kabisa. Alichokitegemea hakukiona, na alichokiona hakukitarajia. Alimwona mama mmoja, ni mwenda wazimu, yani kichaa, mwanamke mtu mzima, mwembamba, mwenye umri kama miaka 40. Alikuwa mweusi, ngozi yake ikiwa imechoka kwa jua na maisha ya kukaa jalalani, na nywele zake zilikuwa zimevurugika na zimejawa mavumbi, matope, majivu, zikionyesha muda mrefu zimekaa bila matunzo, bila kuoshwa, bila kuchanwa. Begani alikuwa amening'iniza kiroba chake cha taka, macho yake yakiwa na mchanganyiko wa hofu na njaa. Rose alihisi pumzi yake ikirudi chini, yani alishusha pumzi taratibu. Badala ya hasira alihisi huruma. Kitu kingine kilijitokeza katika moyo wake. Kitu kingine kiliibuka, kile ambacho alikuwa amegeuka nacho. Aliona si sahihi tena, kwani hasira zote ziliungua na kuteketea kama barafu lililowekwa katika moto. Hivyo Rose alikuwa mtu aliyejawa sasa na woga, huruma na mshangao. Alijiuliza maswali, ni nini hiki? Kwa nini kimenitokea? Lakini cha ajabu, moyo wake ulimsukuma kufanya vitu ambavyo hata yeye hakuvitarajia. Lakini vyote hivi vinajawa katika kundi moja na vinabebwa na neno moja zito, na si lingine: huruma. Rose aliingiwa na huruma baada ya kumwona mama mwenda wazimu, kichaa, mchafu. Hajielewi aendako, hajielewi anataka nini. Lakini yote kwa yote, Rose hakumnyari, hakumnyanyapaa, hakumfukuza, wala hakukuwa na hasira tena, lakini alijawa na huruma. "Shikamoo mama." Rose alitoa sauti kwa upole, yenye upendo, isiyokuwa ya kinafiki, sauti iliyojawa hisia ya kweli toka kwenye moyo wake, bila kujua ni kwa nini moyo wake ulimuongoza kusema hivyo.
Lakini mama yule alitetemeka kidogo, kisha akatikisa kichwa, hakujibu, lakini alilegeza mkono aliokuwa amemshika nguo ya Rozi. Akaona mkono huo unashuka. Rozi akapumua, akashusha pumzi, akaona nashukuru, kwa sababu yeye alihisi kichaa alikuwa anataka kumpiga, lakini kumbe kichaa hakutaka kumpiga. Na hatujui kwa nini kichaa huyu siku zote alikuwa akienea katika maeneo ya mijini, ila hakuwahi kumgusa mtu, hakuwahi kumfuata mtu, wala hakuwahi kumshika mtu. Alikuwa akidili na maisha yake. Vipi Rozi? Kwa nini Rozi? Kuna siri gani baina ya kichaa na Rozi? Endelea kufuatilia simulizi hii mpaka mwisho ili uweze kujua nini kinatokea baina ya mama huyu na Rozi. Basi Rozi alisimama pale kwa sekunde chache, akili yake ikipambana na ikipambanua kati ya haraka ya sokoni na sauti ndogo ndani ya moyo wake, bila kujua ni kwa nini alijikuta akisema, njoo mama, njoo mama. Rozi akamsogeza mama yule, akamshika mkono kwa upendo, akamvuta upande wake. Mama alikuwa kwanza anatetemeka na kuogopa, kama walivyoenda wazimu. Muda wote wanahisi ni watu wenye kutengwa, wameathirika kisaikolojia kweli, kwani hata ukimwita kwa upendo anaweza kukimbia. Ndivyo mama huyu iliyomjia, lakini cha ajabu naye alipata ujasiri. Taratibu akaenda kwa Rozi. Basi huwezi amini, Rozi akamchukua mama yule, wakaongozana pamoja. Nafsi ya Rozi ikamtuma mama huyu atakuwa na njaa, hivyo lazima nikamtafutie chakula. Lakini Rozi hakuwahi katika maisha yake kula kwa mama ntilie pembeni ya vibanda. Alitembea kwa pamoja na mama huyu hadi kwa muuza chakula. Muuza chakula aliyekuwa mnene kidogo pembeni ya barabara aliweka meza ndogo, sufuria kubwa, mahotpot yake, lakini harufu ya chakula chake kilikuwa kinaonyesha ni kitamu. Ni wali na maharagwe yaliyokuwa yanavutia, yalotiwa nazi, yani yamejawa iliki. Hapo ndipo utajua kwamba maisha ya Uswahilini bwana, bei rahisi, chakula kitamu kweli kweli. Hebu njoo ule Uswahilini. Tunaendelea. Hapo ndipo Rozi alipogundua kitu cha ajabu kwa mara ya kwanza katika maisha yake. Alikuwa karibu kununua chakula cha mtaani. Yani alijiuliza maswali, nini hiki kimeniingia? Kwa mara ya kwanza nakaa kwa mama ntilie pembeni ya barabara katika benchi au kiti nile chakula. Haijawahi kutokea na hakujua kwamba itatokea, kwani maisha ya Rozi alishavuka huko. Alikuwa na kipato kizuri, alikuwa ni mfanyabiashara, alikuwa akikaa katika nyumba nzuri, alikula katika migahawa ambayo ni standard kabisa. Hivyo Rozi maisha yake hayakuwa ya kimaskini, hayakuwa maisha ya chini, na hakuwahi hata siku moja kwenda kula katika sehemu kama hizi. Lakini leo hata yeye alijiuliza, ni nini kimeniingia katika moyo wangu? Ni huruma gani imenijia kwa kichaa huyu? Mbona kuna nguvu ambayo inaniendesha bila mimi kutaka? Kila nikitaka kujizuia, nguvu hii inaniambia niendelee kufanya. Nini hiki? Nini ambacho kinatokea? Lakini pamoja alipambana kuachana na hiyo hali hii ilimzidi, yani nguvu ilimtawala. Basi akajikuta anaagiza, wali maharage tafadhali, sahani 2, moja kwangu, moja na kwa mamangu. Alitamka neno mamangu kwa maana ni heshima na umri wa mama huyu, na alijikuta hataki kabisa kumnyanyapaa. Hivyo alihakikisha kumtamkia maneno yaliyokuwa mazuri, maneno yaliyokuwa na hekima, kwani alihisi mama huyu mpaka amekuja kwangu pamoja na ukichaa wake, lakini kuna tafsiri ya uelewa ndani yake. Hivyo chochote nikifanya kibaya, mama huyu atapata tafsiri yake. Hakutaka litokee. Walikaa kwenye viti vidogo vya plastiki, mbele kulikuwa na meza. Mama kichaa alikaa kwa tahadhari, kana kwamba alihofia kufukuzwa au kufokewa au kusemwa au kutengwa au kuteswa au kuchekwa na chochote kile. Mawazo yote yalimjaa katika kichwa chake. Lakini Rozi alimsukumia sahani mbele yake, alimpa sahani ya chakula, kisha akaanza kula naye. Kila kijiko kilikuwa na maana zaidi ya chakula, kilikuwa ni ishara ya binadamu. Alichokifanya Rozi hata yeye hakutegemea kama atakuja kufanya siku moja, kwani kijiko kimoja alichukua chakula akala yeye, na kijiko hicho hicho pia alichukua chakula akamlisha mama huyu kichaa.
Hakujali uchafu wake, hakujali ni muda gani alikuwa mama huyu hajasafisha mdomo wake, hakujali harufu mbaya iliyotoka katika kinywa cha mama huyu. Alichojali ni ubinadamu, alichojali ni ukarimu, alichojali ni utu. Binti wa miaka 20 lakini ana utu kuliko hata watu wazima. Kitendo hiki kiliwafanya hata wafanyabiashara wengine wasimame wageuke, kutazama kwa mshangao kumwona binti mdogo aliovaa kitajiri, mwenye gari nzuri aliyopaki pembeni, anakula kwa mama ntilie, lakini anakula na kichaa. Tena kijiko kimoja anakula yeye na kumlisha mama huyu. Watu walijiuliza, ni nani yule? Wengine wakanong'ona, au itakuwa ni ndugu yake wanafahamiana. Mwingine akasema, hapana, hawafahamiani, huyu kichaa alimsukuma tu pale. Hata yeye aligeuka kwa hasira, lakini inaonekana ana huruma sana. Ndiyo, kuna mama akasema, natamani kizazi changu kiwe na huruma kama cha huyu Rozi. Kwani unamjua mama? Akasema, ndiyo namfahamu. Mara nyingi alikuwa anakuja kununua vitu hapa sokoni, na mimi nilikuwa namuuzia sana. Anaitwa Rozi, anaishi peke yake, ni mfanyabiashara, amenihadisia mambo mengi sana, lakini amekulia Iringa. Yeye ni mtu wa Iringa, aliniambia hivyo tu. Basi watu wote wakafurahi kusikia habari ya Rozi. Rozi alihisi kuna watu wanamshangaa au wanamsema au wanamjadili, lakini aliona kabisa wanamjadili kwa wema, kwa tabia aliyoifanya. Hivyo akajivunia, akajihisi furaha sana kuona amejiweka pamoja na watu ambao wanadharaulika katika hii jamii. Basi huwezi amini, Rozi alichota kijiko akamlisha mama kwa taratibu. Mama alikula kwa pupa. Mama huyu alikula kama mtu ambaye mwenye njaa ya kufa, mtu ambaye hajala muda mrefu. Hivyo macho yake yakijaa machozi bila kudondoka. Hakukuwa na maneno mengi, lakini kimya chao kilikuwa na mazungumzo mazito kuliko hata sauti zao. Rozi alimtazama mama huyu na chozi lilojaa kwenye macho yake, akajua kuna lugha kubwa mama huyu akizungumza. Hivyo huruma ikazidi kumjaa. Rozi alihisi kitu kikimsonga kooni. Alitazama mikono ya yule mama, lakini mikono ilikuwa na kazi ngumu. Mikono ilikuwa imeharibika, imechanika chanika, ngozi haina matunzo, pengine maisha yaliyovunjika. Alijiuliza, ni nini kilimfikisha hapa? Na nani alimfanya hivi? Nani alimtelekeza huyu mama wa watu? Maswali yote alijiuliza bila kupata majibu, lakini yeye alichojua ni kwamba acha nifanye wajibu wangu leo. Naamini kabisa ninachokifanya kitakuwa kitu kizuri. Cha ajabu, alistuka Rozi. Hakutegemea kusikia neno ambalo lilitoka kwa mama huyu baada ya kula. Asante. Aling'ata meno na neno hilo alilitoa kwa sauti iliyochoka sana. Asante. Asante hii ilikuwa na maana kubwa kwa Rozi. Neno moja lilikuwa na maana zaidi ya maneno 10,000 kwa Rozi. Alitafsiri katika njia tofauti. Huyu ni kichaa, lakini amenipa asante. Kumbe wema ni kitu bora. Usichague ni nani wa kumfanyia wema, ni nani wa kumfanyia roho nzuri, ni nani wa kumsaidia. Wale wanaozalaulika na jamii ni bora hao ndio kuwafanyia wema, kwa sababu wao pia wanaamini wema, wanaamini ubinadamu. Wanajua maisha wanayopitia, lakini hawawezi kujitoa. Hivyo ni sisi, mimi na wewe, tuweze kuiga mfano wa Rozi. Baada ya kula, Rozi alitoa pesa kidogo kutoka kwenye mkoba wake akampa mama yule. Mama alimtazama kwa mshangao, kisha akamshika mkono wake kwa nguvu ndogo, kana kwamba anashika tumaini. Asante. Aling'ata tena meno. Rozi alitabasamu, hakusema mengi. Aliinuka, akalipa na kumwacha mama yule pale akiwa na tumbo lililoshiba na moyo ulioguswa angalau kwa muda. Hivyo mama huyu alikuwa akiachwa hapo akishukuru, akitabasamu, huku akimtazama Rozi akiondoka. Rozi naye aliamini kwamba ingawa hana uwezo wa kumsaidia mama huyu kwa muda mrefu, lakini kwa haya masaa machache aliyokuwa naye, anaamini amefanya utu, amefanya kitu kikubwa sana katika jamii. Amefanya wajibu wake, ameonyesha moyo ambao pengine litakuwa funzo kwa wale ambao
waliona akifanya. Hivyo aliingia kwenye gari yake. Aliporudi kwenye gari lake, Rose alikaa kwa sekunde chache bila kuwasha injini. Bado alitafakari. Alijiuliza maswali mengi. Kwa nini nimeguswa na mama huyu? Na kwa nini nilipomwona nilishiwa nguvu ya kumkana na kumkimbia? Kwa nini nilijikuta nataka kuwa karibu naye, nataka kumfanyia wema? Kwa nini nimejikuta mpaka nakula naye, tena kijiko kimoja? Nguvu hii imetoka wapi? Ujasiri huu nimeupata wapi? Haijai kutokea. Kutakuwa kuna nguvu ya ajabu, itakuwa kuna kitu, lakini sijui. Mungu ndo anajua kila kitu. Kwa kuwa naamini katika Mungu, basi Mungu ana sababu zake. Mimi sijui, lakini Mungu wewe unajua. Ila nakushukuru. Asante Mungu. Asante Mungu kwa maana leo umenifanya Rose, yule Rose wa ndani, aonekane na jamii. Hivyo aliwasha gari lake na kuanza kuondoka. Ghafla alikumbuka uso wa mama yule. Basi Rose, kwa makumbuko hayo, huwezi amini, alitamani kuendelea kukaa na mama yule. Alitamani kurudi, lakini kwa kuwa alishaondoka, akaona basi acha niondoke, Mungu akipenda tutaonana. Lakini bado alitabasamu, lakini pia alitoa huzuni iliyochanganyika machozi aliyokuwa na furaha. Yani hisia zote kwa pamoja alikuwa nazo Rose. Aligundua kuwa siku hiyo hakuwa ameenda sokoni tu, bali siku hiyo Mungu alimpeleka katika soko hilo ili akutane na mtu na amuonyeshe binadamu. Mimi na wewe, ni nani ambaye huwa anakutana na watu na kuonyesha binadamu? Kila unachokutana nacho katika safari zako, basi jua umeletewa ili uonyeshe binadamu wako. Siku zote ubinadamu ndio kitu ambacho kinachotakiwa. Je, nini kitaendelea? Kuna nguvu gani kati ya mama huyu na Rose? Tuone. Usikose sehemu ya pili. Naomba subscribe, like, comment.